Uhari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Harmonize ameweza kutoa maneno mazuri kwa Abby Chams. Naweza kusema kwamba ni bonge moja naweza kusema kwamba ameweza kumsifia na pia kuweza kutoa shout out kwa msanii mwenzake. Nikukumbushe ni kwamba Harmonize pamoja na Abigail Chams waliwahi kufanya kazi hapo kitambo katika nyimbo ya Leave Me Alone. Hiyo ndio nyimbo ambayo Abby Chams pamoja na Harmonize waliweza kushirikiana vizuri kabisa. Sasa baadaye tunaona mambo yameweza kuwa mengi, lakini baadaye wameweza kukutana tena sasa hivi na kutuletea video ya Mito. Sasa upande wa Instagram ya Harmonize ameweza kuongea maneno mazuri kwa Abby Chams, ambapo aliandika hivi: I like the way people says Abby ndiyo Vanessa wetu. Mnakaribia kabisa kujua mimi ni nani. Went keep going. Sasa hii kiashiria kabisa kwamba kulikuwa kuna msanii hapo zamani alikuwa anaenda kwa jina la Vanessa Mdee. Vanessa ambaye ni msanii kutokea Tanzania ambaye amefanya mazuri katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava na amefanya kazi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini baadaye akaamua kuachana na muziki, kuimba kabisa na kuhamia nchini Marekani, na ameolewa na jamaa kutokea mwenye asili ya Nigeria anayeishi Marekani, anaenda kwa jina la Rotimi. Sasa Harmonize anatoboa siri na kusema kwamba kuna watu wanamwambia kwamba Abby ndiyo Vanessa wetu. Manake kile kipaji cha Vanessa Mdee ambacho alikuwa nacho kipindi kile, alikuwa anafanya makubwa katika mziki wake na aliweza kujizolea maarufu kwa aina yake ya mziki, lakini pia alikuwa ni mwanadada ambaye kiukweli anapambana kwa hali ya juu sana na alishafanya kazi hadi na South. Kwa hiyo hii inaweza kusema kwamba naweza kusema kwamba ni mafanikio makubwa sana ambayo Harmonize anayaona kwa Abby Chams. Kwa maana yake ni kwamba akaendelea kusema kwamba mnakaribia kabisa kujua mimi ni nani. Yaani watu wanaosema kwamba Vanessa, huyu Abby Chams ndio Vanessa wetu, basi kwa kauli hiyo wanaenda kukaribia kufahamu Harmonize ni nani. Sasa hii inamaanisha kabisa kwamba ameweza kumtabiria makubwa Abby Chams kwamba kwa kadri siku zinavyozidi kusonga nyota yake inazidi kung'aa, na hiyo nyota yake inaweza kumfanya kufikia pale anapotaka kufika, kwa sababu ukiangalia hapa main card ni Harmonize, lakini pia tunaona Abby Chams ndiye anayenufaika zaidi kwa sababu hii inamsaidia kuweza kujisogeza na international artist. Na ni kuibia siri, hakuna msanii Tanzania ambaye anaongoza kwa kufanya collaboration na wasanii mbalimbali kama Harmonize. Ndio msanii namba moja Afrika anayeongoza kufanya collab nyingi. Kwa hiyo sasa kwa kuweza kufahamu hilo, maanake ni kwamba ana connection na wasanii wa ndani ya Tanzania mpaka nje mipaka, mfano Nigeria, lakini pia bila kusahau South Africa. Ukiangalia hata collab yake aliyoimba Mangda Kiwe na wale jamaa kutoka South Africa, unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye kweli ana jicho la kimuziki zaidi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wanaosema kwamba Abby ndio Vanessa yetu wanakaribia kabisa kujua Harmonize ni nani. Keep going. Maana yake ni kwamba tunaenda kukaribia kujua ukweli ambao pengine siri itakuja kutolewa na Harmonize mwenyewe. Dondosha maoni yako, kisha na subscribe.